Hamjamboni watu wa Mungu, tunashukuru Mungu kwa siku ya leo tena. Tumeweza kuja tena mara tuweze kuwaletea hiki sehemu ambayo ni video ambayo tumeweza kuchukua kwa nyumba ya mzee ambaye ni mshiriki mmoja wetu, na kwa sasa hivi kuna wito wa kipekee ambayo linatolewa na mzee mwenyewe anapata kulitoa kwa ajili ya usaidizi wa ujenzi wa nyumba. Mzee Juma ni mmoja wetu tangia mwaka jana tulipokuwa tumeweza kufika na ujumbe wa malaika watatu wa kufunga historia ya dunia sehemu hii, ambayo alikuwa mmoja wao ambayo walikuwa wameonyesha nia ya pekee ya kujua zaidi jumbe ambazo iliweza kufika sehemu hii. Na tangia mwaka jana mzee amekuwa nasi, amekuwa akiweza kujua ukweli na amekuwa akijaribu sana kuzidi kutafuta yaliyo ya ukweli ili kwamba aweze kupata kutembea kwalo kadri ya mapenzi ya Mwenyezi Mungu. Na sasa hivi tuko katika nyumba yake, katika makao haya tutaweza kuwaonyesha, na nyumba ya mzee pia ambayo haiko katika hali nzuri, na ni wito la kipekee ambayo mzee anatoa kwa sababu ya kupungukiwa kwake. Anaomba familia nzima ya Old SDA waweze kuingiana na kuleta usaidizi kadri ya mahitaji na kadri ya mzee anavyotamani sana kupata na kuwa na nyumba ambayo itakuwa ni kubwa zaidi ya hii ambayo wako. Sasa nitaweza kuonyesha nyumba ya mzee ili kwamba tuweze kupata kuandamana pamoja, ili kwamba tuweze kuona ile usaidizi ambayo inahitajika katika muda huu. Asante. Hamjambo watazamaji, mimi ni Mzee Juma Oduol Wayona, mkaaji wa hii kijiji. Hapa ni mahali ninapoishi. Kwa maisha yangu nilipata kuishi Nairobi siku nyingi, miaka mingi, miaka 43. Nilirudi hapa nyumbani miaka 2017. Nilipata makao ya kila mtu, nikateseka kidogo kidogo, nikajenga hii nyumba. Hii nyumba ni nyumba yangu. Nyumba hii inachukua mabati 12. Nyumba yenyewe ni 9 kwa 10. Ndio mahali ambayo naishi. Na vile naishi kwa nyumba, sina uwezo. Nguvu yote nilimaliza huko Nairobi. Sina nguvu hata maana ile hii nimeshindwa kulima. Sina nguvu kuweza kupata pesa. Nimejaribu zaidi. Hata mahali pa kiti ya kukalia kwa nyumba, hata mahali pa kulala malazi ni sida. Naomba ulimwengu na jamii yote ya kanisa la Old SDA, ukisikia ombi langu unikumbuke, uniombe kwa Mungu na hata kwa matendo unifanyie nipate nyumba nzuri kushinda hii. Hii hapa ni mateso. Napika hapo na mali ndani, napika hapo na moshi hapo na nalala na imefinyaka. Mahali hapa mazingira ni mbaya, hata nyoka naweza kuishi na mimi kwa nyumba. Nimewahi kuwa nyoka hapa mchana na asubuhi, jioni wakiingia hapa mahali pabaya. Nahitaji nyumba na sina uwezo wa kuweza kama mabati ya kujenga nyumba kama hii tena. Na nahitaji nyumba kubwa zaidi ya hii ambayo naweza kaa hata mtu akija na mahali wa kaa. Mahali hapa naweza kaa mimi peke yangu ndani ya nyumba. Ni maisha mbaya. Mimi ndio natafutia kuni, natafutia maji, vile najilimia samba. Nateseka kidogo. Sasa kuteseka nimezidiwa. Nikipata mkono yako mkristo mwenzangu wa Old SDA, kunyosha mkono wako kwangu, utashukuru Mungu. Mungu atakubariki. Nipate tu maji ya kulala mahali pazuri, nipate mlango mzuri, mazingira hiyo mzuri. Hapa hata fika hii nyasi imekuwa ngumu kwangu, na nyumba ni kidogo.
usiweke nyumba za ngapi, usiafanye nyumba za ngapi, usiweke hapa ngapi, nne kulima za ngapi. Hali kama hiyo inazidi, nahitaji mabati, mbao za kujenga nyumba, mlango, dirisha, vitu kama hivyo, na vitu vya nyumba, vikombe, sahani, lakini zaidi ni nyumba. Upendo wangu ni hayo tu, ninaomba Mungu abariki. Hii ndio nyumba wapendwa, vile niliwaambia hapo awali. Mnaziona hii ndio nyumba naishi ndani, mliona upande wa nje. Hapa ndio sasa jikoni, kuna nyumba kidogo jikoni hapa. Hapa ndio mahali ambapo mtu anakaa, mgeni kama wewe akija, hapa ndio mahali unakalia. Vitu zote hapa ndio kama store zimejaa. Umeona hapa ndio meza na kulala, malazi ndio mahali pale. Nyumba iko wapi sasa? Hivi ni jikoni, hivi ni store, hivi ni mahali pa kulala, na hapa hiyo table room. Maisha naishi maisha magumu, sio kupenda kwangu wapendwa. Vile niliwaambia, Mungu akujalie, unyoshe mkono wako. Nyumba hii kidogo sana, jua ikiwaka ni joto kali, hata usiku ni joto tu, maana nyumba ni kidogo, imefinyika. Jiko ukaa mahali hapa, ndio mimi weka jiko na moto. Hapa ni maji jikoni. Wapi nyumba? Nyumba hakuna. Nyumba hakuna. Hapa ni jikoni. Hakuna makaa. Niweka kuni pekee. Hapa ni jikoni hapo. Hapo hiyo na hiyo sio iteburu. Hapa ni mahali pa kulala. Hakuna nyumba wapendwa wao. Ndugu wangu mpendwa, dada mpendwa, Mungu akujalie. Nyosha mkono wako unisaidie. Ikiwezekana mkono wako unifikie. Mungu. Asante. Ndugu katika imani, tulivyosema hapo awali, jina langu ni Abraham Saitabao, mtumishi mwenza wa National PO. Sasa tunataka kuwatembeza katika boma la mzee ili muweze kufahamu jinsi ambavyo vitu vinaendelea. Kwa hivyo ukijaribu kuangalia hapa, hii ni shamba la mzee, amepanda mahindi, na pia upande huu mwingine wa kulia ni shamba la mzee pia amepanda mahindi. Sasa tumekuwa tukimsaidia hapa na pale kulima, unaona mambo yamekuwa sawa. Sasa tunataka kuwapeleka katika nyumba la mzee ili muweze kuona namna ambavyo mzee anaendelea. Hapa ni meko ya mzee. Mzee anapitia maisha magumu, hana makaa, na unaona hii ni miti mbichi. Mzee anazichuma sikiwa mbichi kisha anatumia kupika. Kwa hivyo ndio maana yake tumejiunga pamoja, tunataka kumsaidia. Hii ni nyumba ya mzee, namna ambavyo mnaona. Nyumba yenyewe ni ndogo, ndio maana yake tumekuja ili tulete usaidizi tuweze kumsaidia mzee wetu. Sasa nataka kuwapeleka ndani ili muweze kudhibitisha nyinyi wenyewe jinsi ilivyo. Sasa hapa ndio mzee anaishi. Hii ni meza. Hapa ndio anaweka nguo, na kitanda pia cha kulala iko katika hali mbaya. Unavyoona mzee analala katika kitanda ambacho ni kwa chuma peke yake. Kwa hivyo ndio maana yake tunafaa kujiunga kumsaidia. Pia mzee hana viti na vitu vingi sana. Kwa hivyo ukiangalia hata hali ya nyumba chini kidogo inaonyesha kwamba mzee anahitaji usaidizi kabisa. Sasa nataka kuwatembeza nje ili muweze kufahamu zaidi namna ambavyo nyumba iko. Sasa hii ndio nyumba mnavyoona. Nyumba yenyewe ni hii. Ni hii hapa. Endelea kusonga. Naam, hii ndio nyumba sasa ya mzee Juma, kama mtumishi Nation alivyosema hapo awali. Kwa hivyo hii ndio nyumba ambayo tunataka mzee aweze kusaidiwa kuweza kujengewa nyumba nyingine. Naam, sasa tunaweza tukaangalia kwamba iko katika hali mbaya, inahitaji usaidizi. Kwa maana yake tumejiunga, tunataka kujenga jumba jingine. Sasa mtumishi Nation atatupeleka na tuonyesha. Hata ukijaribu kuangalia hapa usiku, baridi inamnyemelea sana.
Kwa hivyo inahitaji usaidizi sana.